Hawa ni baadhi ya wazee wa mtaa wa Majengo, kata ya Ipuli, manispaa ya Tabora. Wengi wao ni wastaafu wa muda mrefu waliotumikia taifa katika sekta mbalimbali zikiwemo za ulinzi, usafirishaji, walimu, ufundi na maendeleo ya jamii. Wazee hawa wana umri wa kuanzia miaka 65 mpaka miaka 80. Lakini kwenye msafara wa ng'ombe, ndama hawakosekani. Namaanisha hapa kuna vijana ambao ni wazee watarajiwa, wanaowachangamsha wazee hawa katika mazoezi yao. Wazee hawa waume kwa wake, kwa ushauri wa shirika lisilo la kiserikali la Aging Plan, kwa kushirikiana na Radio Uyui FM, walihamasika kuanzisha klabu ya wazee kwa lengo la kufanya mazoezi ya pamoja, kupata muda wa kubadilishana mawazo na kutiana moyo katika maisha yao ya uzeeni. Je, mazoezi haya yana tija yoyote kwa wazee? Hawa ni baadhi ya wazee waliokuwa na changamoto mbalimbali za kiafya, lakini sasa wanajihisi kuimarika. Mimi na tatizo la mgongo na kiuno. Nilikuwa siwezi kuinama, lakini baada ya kufika hapa kwenye mazoezi, sasa hivi najisikia vizuri, nainuka, nainama. Halafu na tatizo la sukari. Yaani wakati sijaanza mazoezi nilikuwa napima 18, 19. Lakini sasa hivi niko kwenye 8, 6.2. Kama juzi nimepima nimeonekana nina sukari 6.5. Mazoezi yamenisaidia sana. Kwanza nina shida ya mguu ambao natibiwa saizi nina miaka kama 3 Benjamin. Lakini kwa sasa naenda vizuri pamoja na mazoezi haya na kupunguza uzito pia. Nafanya mazoezi vizuri. Nilikuwa siwezi kuruka, nilikuwa siwezi kubebua, kunyanyua ndoo ya lita 10, nilikuwa siwezi. Lakini sasa hivi nanyanyua mpaka hapo. Na mazoezi nilikuwa siwezi kuruka. Kama mazoezi ya kuruka hapa nilikuwa siwezi, lakini sasa hivi najaribu kuruka, najaribu na najitahidi. Mimi mazoezi kwa kweli yananisaidia. Kabla mazoezi nilikuwa nasumbuliwa na miguu, lakini kwa sasa niko vizuri. Pia uzito ulikuwa unataka kuzidi, lakini kwa sasa niko vizuri. Kabla ya mazoezi nilikuwa nasumbuliwa sana pressure. Na nilikuwa na kilo 85. Lakini baada ya kufanya mazoezi sasa hivi na kilo 75. Namshukuru Mungu kwamba ni mwepesi sasa hivi, hata maumivu ya mgongo na nyonga. Haya mazoezi yamenisaidia sana sana sana. Nilivunja mguu wangu huu wa kulia kama miaka 2 iliyopita. Nikakaa nyumbani, nikawa siwezi kutembea kwenda kokote. Lakini baada ya kuanza mazoezi najisikia vizuri sana na naweza kutoka. Ingawa siku moja siku za baridi napata changamoto, lakini naendelea vizuri. Kabla sijaanza mazoezi nilikuwa na matatizo ya mgongo. Ingine namba 6 na namba 4 zilikuwa zinanipa sana shida. Kwa hiyo kila nikilala kitandani kunyanyuka inakuwa ni shida. Baada ya mazoezi niko safi. Alafu lingine nilikuwa nikilala nasikia uchovu sana. Jambo kitandani lazima nitafute kunyanyuka. Sasa ninanyanyuka kwa wepesi, lakini naweza kutoka nyumbani kwangu nikimbia mpaka nafika hapa. Kabisa. Okay. Kabisa. Hongera. Sio mwendo mkali, lakini nakimbia. Jogging mpaka hapa. Sawa. Kwa kweli nashukuru mazoezi mazuri. Na natafuta watu wengi, wazee wenzangu, nishawaambia jamani twendeni. Nishawaambia hata wazee wenzangu jitahidi sana. Na bahati nzuri nilipokuja hapa mara ya kwanza nilikuta wanafanya mazoezi mara hii moja. Nikatoa ushauri kwamba ikiwezekana tuongeze. Ikawa mara tulikuwa tunafanya Jumatatu, Jumanne. Sasa imeongezeka mpaka mara 3. Kwa hiyo hali yetu inaendelea kuimarika zaidi na zaidi. Nina imani tukiendelea hivi baada ya miezi 2-3 kila mmoja atajikuta kijana kama wale kule. Mimi natoa ushuhuda wa nyuma. Nilikuwa ni mwalimu, kwa hiyo ni mwalimu mstaafu sasa. Na nilikuwa mchezaji.
na nilikuwa mwalimu wa michezo kwa shule zetu za msingi. Kwa hiyo nataka niwaambie tu wazee kwamba kufanya mazoezi, moja aliyosema mgeni wetu kwamba ni afya, ni kweli kwamba ni afya. Wakati mimi nafanya mazoezi ni mchezaji, nilikuwa siumwi kabisa. Na hapa nilipo sijawahi kulazwa hospitali. Na nishuhudie tu kwamba mazoezi ni mazuri mzee. Kwa hiyo tunapoendelea kufanya mazoezi najua tutakaa vizuri, kama ushuhuda ulivyotoka kwamba unakuwa na pressure lakini inapungua, labda ulikuwa na hiki inapungua. Kwa hiyo mimi nilikuwa tu nataka kuwapa moyo wazee kwamba tuendelee na mazoezi, usichoke. Hata unapojisikia kuchoka basi wewe usiache mazoezi. Hiyo ni tiba kamili na tiba ambayo itakusaidia. Mkurugenzi wa Aging Plan Samuel Mwakatumbula anaelezea faida 12 za wazee kufanya mazoezi. Faida ya kwanza ni kudhibiti uzito wa mwili. Faida ya pili, kuboresha afya ya mfumo wa ufanyaji kazi moyo na kukuepusha magonjwa kama shinikizo la juu la damu pamoja na stroke. Na faida ya tatu, kuongeza uimara wa mifupa na misuli. Na hivyo kuweza kukusaidia kuongezea mnyumburiko, muonekano mzuri, balance, lakini pia kupunguza kasi ya kuzeeka kwa mifupa na misuli. Faida ya 4, kuboresha afya ya akili, ambapo hii inaweza kukusaidia kupunguza msongo wa mawazo, sonona, hofu, lakini pia na kukusaidia kuongeza uzalishaji wa homoni ambayo inakufanya ujisikie mwenye furaha. Faida ya 5 ni kupunguza hatari ya kupata magonjwa sugu kama kisukari, kama baadhi ya aina ya kansa. Faida ya 6 ni kusaidia kupata usingizi ulio bora. Faida ya 7 ni kuimarisha ufanyaji kazi wa ubongo kama vile kwenye kufikiri, kujifunza mambo mapya, kwenye kufanya maamuzi, kumbukumbu, lakini pia na umakini. Faida ya 8 ni kuongeza kinga ya mwili dhidi ya magonjwa yanayoambukiza. Faida ya 9, kuboresha mfumo mzima wa umeng'enyaji wa chakula. Faida ya 10 ni kuboresha ustawi wa maisha, yani kwa maana ya well-being. Mambo ya kujiamini, ustahimilivu, mahusiano na jamii, kujitegemea, yani kujihudumia. Faida ya 11 inapunguza maumivu sugu ya mwili hasa kwenye viungo. Na faida ya 12 ni kuboresha ushiriki wa tendo la ndoa. Mbali na mazoezi ya viungo, pia wazee hawa wanafanya mazoezi ya kuchangamsha ubongo kwa kucheza michezo ya kutumia akili na umakini mkubwa. Mziki wa twisti ni sehemu ya mazoezi ya wazee ambao unawawezesha kutumia viungo vyote vya mwili. Pamoja na mazoezi yao, wazee hawa kutoka klabu ya wazee wa Majengo wanathamini na kulitunza eneo wanalofanyia mazoezi kwa kufanya usafi. Kila siku ya Jumatatu, Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 12 asubuhi, wazee hawa hukutana na kufanya mazoezi wakielekezana wenyewe, kwani miongoni mwao walikuwa wana michezo mbalimbali. Haikuepeki, haukubaliki, walikuwepo, tupo, wataendelea kuwepo. Makala hii imeandaliwa na Niko Moibale, ikisoma kwako nami Leonia Donald wa Uyui Media.